Embu tufululize hadi pwani. Watu wenye ulemavu katika kaunti ya Kilifi wamehimiza serikali ya kitaifa pamoja na serikali ya kaunti kuhakikisha wanajumuishwa kikamilifu katika sekta ya uchumi samawati. Wadau hao wamelalamikia ukosefu wa miundombinu bora kwa watu wenye ulemavu, hali inayowazuia kushiriki ipasavyo katika shughuli za kiuchumi, hususan uvuvi na biashara zinazohusiana na rasilimali za bahari. Watu wenye ulemavu katika kaunti ya Kilifi walitoa wito wa kujumuishwa zaidi katika uchumi samawati ili kuboresha maisha yao. Wito huo ulitolewa wakati wa siku ya burudani kwa watu wenye ulemavu mjini Kilifi, ulioandaliwa na mashirika ya Disability with Ability na mashirika yanayosimamia mahitaji ya kibinafsi. Wakiongozwa na mkurugenzi wa Disability with Ability Susan Kitheka, kundi hilo lilibainisha kuwa maelfu ya watu wenye ulemavu katika kaunti hiyo wako tayari kushiriki katika uvuvi na shughuli nyingine zinazokabiliwa na vikwazo vikubwa. Nimefika hapa kupitia basic needs, na tulipofika hapa tumeenjoy sana, lakini nimeona kwamba barabara ya kufikia hapa inafaa irekebishwe, cause wale wenye wako na wheelchair hawawezi kupita vizuri, na mahali kama hapa ni mahali pa kusherehekea vizuri, ni mahali kwa kuenjoy kwa kila mtu, ni mahali kwa kujumuika na wenzetu. Ningeomba mahali kama hapa kwa rekebishwe ili hata wale wenye wako na wheelchair wawe wanaweza kupita vizuri. Samuel Chimera aliongeza kuwa mipango ya sasa ya usimamizi wa fukwe imepuuza kwa kiasi kikubwa mahitaji ya watu wenye ulemavu na hivyo kuunda pengo katika ujumuishaji. Swala hili la sisi walemavu kuhusishwa na masuala haya ya kuja kwa mfano katika beach kama hivi na kwa fun inasaidia pia katika mambo ya hiyo blue economy, kwa sababu huku kuna hizi bahari, na kama kuna hizi bahari basi walemavu wanafaa pia wajumuishwe katika kuhakikisha kwamba uchumi ule wa bahari pia unaweza kuwawezesha wale walemavu katika jamii. Mratibu wa Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu katika kaunti ya Kilifi, Mathias Suma, alikiri maendeleo katika utungaji wa sheria, lakini akatoa wasiwasi kuhusu utekelezaji duni, akihimiza watu wenye ulemavu kujisajili kwa mamlaka ili kuimarisha ujumuishaji wao katika utengenezaji wa sera na programu za serikali. Ile sheria mpya ya ulemavu ya mwaka 2025 imeweza kuangazia sana swala la ujumuishaji. Na tukiwa hapa ni kwamba angazio kubwa ni kwamba je, watu wenye uwatilifu wanashirikishwa vipi katika masuala ambayo yanahusu bahari. Na ukiangazia kwamba bahari ni rasilimali kubwa sana hapa katika mkoa wa Pwani ambao inaweza kujenga ama kubeba watu wengi katika swala la kuwapatia fedha na pia kuweza kusupport familia zao. Watu hao wenye ulemavu katika kaunti hiyo wametaka ujumuishaji katika uchumi wa samawati, wakiashiria ukosefu wa upatikanaji wa kazi na kudai ukosefu wa miundombinu ya kusaidia. Edward Nyamo, Runinga KU.